wale wanaonifuatilia watakumbuka niliwahi kuambia kwamba hakuna taifa jepesi duniani kupata siri zake kama Marekani. Na niliwaambia haya maneno nikiwa na react kwenye yule kijana mdogo aliyevujisha siri za vita ya Ukraine kutoka ndani ya Pentagon. Kijana alikuwa anaitwa Jack Douglas Teixeira. Jina lake na wawekeeni hapo ili wote mkali Google msome huyo kijana. Amezaliwa 2001 juzi tu, alafu anapewa kitengo kikubwa kama hicho akisimamia. Unajua Amerika wanajifanya wana akili sana, lakini sasa hapo ndo wanapokuwa wajinga. Kijana mdogo kama huyu aliyezaliwa 2001 unamkabidhi ofisi ya classified document. Una akili wewe? Ni wape mfano mzuri kidogo watu wanielewe. Ndani ya kanisa Katoliki huwezi kukabidhiwa upadri hata kama utahitimu masomo ya upadri kabla hujafikisha miaka 25. Wakatoliki hawana akili. Kinachoendelea Marekani sasa hivi kwa hizi siri za mpango wa namna ya kuipiga waasi wa Houthi, kwa sababu hizi leaks za mazungumzo kutoka kwenye yani ilikuwa ni kama group la WhatsApp fulani, lakini sasa hii WhatsApp ni wale high officials wa White House, yani Trump, makamu wake, waziri wa ulinzi, mshauri wa masuala ya usalama. Yani kuna wale high official, watu wale maafisa wa hali ya juu wa usalama wa Marekani ambao wana group lao huwa wana chat kuhusiana na masuala ya usalama. Sasa ikatokea eti ndani ya hilo group walimuunga na mwandishi wa habari. Sio kwamba ilikuwa ni bahati mbaya. Nishawaambia huko nyuma, Marekani ndiyo nchi nyepesi duniani kupata siri zake kuliko nchi yote unaijua wewe. Kwa nini? Marekani ni sawasawa na familia kubwa ya tajiri ambaye ana wake wengi amezaa nao. Na hao wake wengi aliowazaa nao, kila mtoto amelelewa na utamaduni wake kwenye kabila la mama yake. Kwa mfano, Mchaga akazaa na Mpare, yule Mpare akamlelea mtoto wake katika mila za Kipare. Mchaga akazaa na Mhaya, yule Mhaya akamlelea mtoto wake katika mila za Kihaya. Mchaga akazaa na Mzaramo, hivyo hivyo Mzaramo akamlelea mtoto wake katika mila za Kizaramo. Alafu huyu Mchaga akili yake anafikiri kwamba hao watoto wote ni Wachaga. Alikudanganya nani? Wazungu wanaposema mtoto anapozaliwa na kukulia ndio kwake, wanafikiri ni wajinga kwa sababu anaadapti utamaduni wa pale. Ni kitu nataka kusema, taifa la Marekani halina utamaduni mmoja kama wanavyojigamba. Kama wanavyoona kwa Warusi wana utamaduni wao mmoja, lugha yao moja, hivyo hivyo kwa Wachina wana utamaduni wao na lugha yao moja. Sasa hichi ndicho kinacho backfire. Nataka tutengeneze picha kidogo. Okay, mimi ni Marekani. Nimeingizwa kwenye hilo group. Mimi ni mwandishi wa habari. Nikazipata hizo story. Kwa nini nizivujishe wakati hizi ni story, ni habari za nchi yangu mimi na masuala ya usalama wa nchi yangu mimi? Yani my question is, as an American, kama Marekani, kwa nini nivujishe hizi siri? Mimi ni mwandishi wa habari sawa, kazi yangu ni kutoa habari, lakini elimu ya habari inajulikana. Habari lazima ichakatwe na ichujwe ndio apelekewe raia. Kuna habari nyingine huwezi kumpelekea raia ilivyo kwa maslahi ya taifa. Kwa hiyo huyu mwandishi wa habari hakujua kwamba linalofanyika ni kwa maslahi ya Amerika. Yani point yangu ni kwamba American wako katika downfall, wako katika anguko. Yatatokea mengi sana na mtashangaa. Lilianza la Jack Douglas Teixeira, akavujisha stories za Pentagon. Mtoto mdogo amekabidhiwa ofisi ya Pentagon kisa ana elimu ya IT. Sasa limekuja la afisa mshauri wa masuala ya usalama, amemadi kwenye group la masuala ya intelijensia ya nchi, mwandishi wa habari. Kwa hiyo huyu mwandishi wa habari alikuwa anaona chats zote za Donald Trump na makamu wake na waziri wa ulinzi wa Marekani. Kwa alikuwa anaona Trump alikuwa anataka Wahutu washambuliwe, J.D. Vance makamu wa rais akaona hapana sio vizuri, waziri wa ulinzi Peter Haig akaforce lazima ifanyike. Yaani hivyo vyote vimeshavuja. Yaani mimi kilio changu huyo aliyevujisha sio Marekani, halipendi taifa lake. Yaani point yangu ipo kwamba huyu aliyevujisha hana uchungu na Amerika. Amerika iko hali mbaya kuliko mnavyojua nyinyi ndugu zangu. Amerika iko kwenye downfall. Kama wanashindwa kutunza siri zao, kilichobaki nini? Unajua unavyotaka kupata siri za tajiri ambaye ana wake wengi, amezaazaa ovyo. Unamchukua mtoto mmoja ambaye unampa pesa afu unampeleka kwa baba yake. Kwa lazima atakuletea siri. Ndicho kinachoendelea kwa Amerika. Yaani Xi Jinping akitaka siri za Pentagon anazipata kirahisi. Mkuu wa Pentagon sasa hivi nani? Ni yule Muhindi. Yule Muhindi ni mkuu wa FBI. Ndio hiyo masuala ya siri ya nchi. Najua ameshakanusha. Washakuja mbele ya kamera washasema hapana, ni uongo, ni misinformation, lakini zimeshatoka. Hizi sio siri za kwanza. Kwa hiyo hii ndio tabia ya Amerika. Yaani Amerika ni wafananisha na nini? Unajua malaya juu kujistiri. Kwa ndio tabia za Amerika. Yaani these guys are in this uncontrolled speed of downfall. Unajua Amerika iko hivi. Ukiwa kiongozi
unataka kuirekebisha ile nchi, huwezi. Nitakuthibitishia ile. Hii sera ya Trump ya masuala ya uhamiaji, wakati Trump na timu yake wakipambana kuitekeleza, kwa sababu kihalisi ni kwa faida ya Marekani, kwamba wahamiaji wamekuwa wengi, uhalifu ni mkubwa. Kwa hiyo kama Marekani ni jambo zuri, lakini changamoto wanazokutana nazo Trump na timu yake. Marco Rubio, huyu waziri wa mambo ya nje, watu wanamtukana, wanamwambia babako na mamako walikuja hapa kama wakimbizi, afu unaanza kusema eti wakimbizi warudishwe. Una akili wewe? Kwa hiyo huwezi kufanya jambo la kurekebisha matatizo ya Marekani kwa sababu watu wana njia nyingi za kukuataki. Kama hiyo walimwambia Marco Rubio, babako na mamako walikujaje hapa, afu unaanza kutuambia masuala ya wakimbizi warudi kwao. Kwa Marekani ina matatizo ambayo there is no control of them. Elon Musk anapambana kubana matumizi ya serikali, kampuni yake imetagetiwa. Trump ana sera nzuri sana namna ya Marekani itapambana na China, lakini hizo kesi alizofunguliwa, kwa sababu Amerika wana hiyo room ya kufungua kesi kuishtaki serikali, si ndio walizotuletea hata sisi kwetu. Yaani sasa sana babako anakuchapa unampeleka mahakamani. Unajua kuna ndugu zangu, kuna sheria nyingine ni very stupid, I'm telling you. Babako anakuchapa kwa kudiscipline, alafu unampeleka mahakamani. Ndivyo walivyotuletea sisi hata kwetu. So Trump ana makesi kibao na ni kwa faida ya Amerika, lakini kwa sababu yanaharibu deep state maslahi, ni lazima awe na hizo changamoto. Sasa tuje kwenye group lenyewe, na kwa sababu kuna mambo mengine yametokea ni ya kutisha zaidi. Ni namna gani wa Marekani hawapendi watu wa Ulaya, kwa sababu watu wa Ulaya wameshakuwa ni mzigo. Grupu lilikuwa linaitwa Houthi Peace Small Group. Ndivyo group lilikuwa linaitwa, na lilitengenezwa katika mtandao wanasema unaitwa Sigmo. Sigmo wanajua wenyewe, maana wa Amerika wanajua kutengeneza hizi mitandao, si ndio mababa wa kutengeneza hizi application. Kwa hiyo ni kama application yao ya masuala ya intelligence kwao. Sasa rais wa nchi yani Trump alikuwa shatoa agizo kwamba ni lazima bahari nyekundu yani Red Sea lazima isafishwe kibabe kwa kuwatoa Wahuthi, kwa sababu wanazuia free movement of vessels. Nisemeje? Yani huwezi kupitisha meli yako bahari nyekundu bila kuelewana na Wahuthi. Sasa kitu ambacho ni embarrassment kwa Amerika. Kwa hiyo Trump akaforce kwamba hawa Wahuthi lazima tuwatoe kwa nguvu. Makamu wa rais akamwambia hivi, tukifanya hivi sasa hivi tunaweza tukaribu bei ya mafuta, alafu watu wa Ulaya watateseka sana. Yani makamu wa rais kama alikuwa anawaonea watu wa Ulaya huruma. Unaona jinsi gani Marekani inaibeba Ulaya? Maana Amerika anaweza kufanya vitu Ulaya ikafa na njaa. Muelewe hilo. Ni moja ya kitu kilichovuja kwenye ile group. Waziri wa ulinzi Peter Heggie akaforce akasema tukisubiri sana ni hatari. Alafu hakuna taifa lenye kupambana na Houthi duniani zaidi ya sisi. Angalia hapo. Hiyo ndio exchange ya mazungumzo iliyovuja. Baada ya mazungumzo kati ya rais, makamu na waziri wa ulinzi, mshauri wa karibu wa Trump masuala ya ulinzi, usalama, akasema rais ametoa agizo kwamba bahari nyekundu Red Sea isafishwe, lakini Ulaya watatulipa baadaye. Yaani manake Wahuthi watashambuliwa, lakini gharama za kuwashambulia hao Wahuthi Ulaya watakuja kuwalipa wa Marekani baadaye. Angalia uhusiano wa Marekani na Ulaya kinachoendelea ndugu zangu. Kila mtu atabeba msalaba wake. Ndiko tunakoelekea sasa hivi. Kwa nini kila mtu atabeba msalaba wake? Njaa ikizidi mnagombana ndugu kwa ndugu. Baada ya mazungumzo yote hayo kama nilivyokuelezea, waziri wa ulinzi sasa Peter Heggie ndo akamalizia kwa kupost mpango kamili wa vita. Targeti zitakazopigwa, aina za silaha zitakazotumika na mfululizo wa mashambulizi utakuwaje. Yaani ninachokueleza hapa, tengeneza picha. Ni Warusi wamepata siri kama hizi alafu wako vitani na Marekani, au ni Wachina wamepata siri kama hizi alafu wako vitani na Marekani. Ndugu zangu, hii Marekani inakoelekea ni kwenye mpasuko hatari sana. Kama mnashindwa kutunza siri classified kama hizi, ni kitu gani kilichobaki? Nyie watoto wa baba mmoja mama tofauti, kila mmoja na utamaduni wake. Sasa tuwasikilize alichosema rais wa Marekani kuhusiana na hii. Nikakataa tu, msikilize Trump hapa mwenyewe. I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? They were using Signal to coordinate on sensitive materials and having to do with what? Having to do with what? What were they talking about? With the Houthis. The Houthis? You mean the attack on the Houthis? Right. Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. Msikia Trump anavyojibu kibabe, sijui sielewi chochote. Atlanta game na umesemaje? Gazeti la Atlanta hilo ni gazeti tu, mimi wala sielewi chochote. Yaani Trump anajibu kimkato. Kwanza face yake kama amekasirika kutaka ulize hilo swali. Alafu bado kuna mijitu haiamini kwamba hii aibu iliyowakumba Marekani ni aibu. Wanasema Waamerika wamevujisha wenyewe ili kuwajulisha Wahuthi. Hivi ndugu zanguni, mnachukuliaga wa Marekani ni miungu au?
Yaani Marekani haiwezi kupatwa na jambo baya kabisa, kwa sababu wamewaaminisha kwamba wao ndio miungu duniani, hawakoseagi. Kuna mijitu hahitaji kuamini kwamba hii ni aibu imetokea ndani ya Amerika. Okay, ile ya Jack Teixeira mpaka ile dogo kafungwa mpaka leo. Tumsikilize waziri wa ulinzi. You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again, to include the hoaxes of Russia, or the fine people on both sides hoax, or suckers and losers hoax. So this is the guy that peddles in garbage. This is what he does. Sasa waziri wa ulinzi yeye amemshambulia huyu mwandishi wa habari kwamba ni mwongo, na huyu ndio yule alikuwa anatumika katika zile skendo za Russia. Yaani yeye amemshambulia huyu mwandishi wa habari aliyehusika katika kuzivujisha hizi siri, kwamba hizi story yeye ni za kutunga. Hakuna kitu kwamba mpango wa kuishambulia Houthi ulidiskasiwa kwenye platform, kwenye messages, yani kama nilivyokuambia, yani hizi chat zimevuja, kwamba hakuna kitu kama hicho, na hasira yake ni kwamba huyu mwandishi wa habari ni mwongo sana. So nyie mnaokataa kwamba basi, kwa sababu kuna watu wanasema no, huu mpango wa Amerika waliplani na kuvujisha. Okay, sawa, wa Amerika walioplani kuvujisha. Je, hizi chuki za Amerika kwa Ulaya nazo zimevuja ila kuaje? Kwa sababu mpango umekuja kwamba Trump ana force ufanyike. Makamu anasema tukiufanya tutaharibu bei ya mafuta, Ulaya watateseka. Waziri wa ulinzi anasema lazima ifanyike kwa sababu hakuna taifa duniani linaweza kufanya hichi kitu. Mshauri wa Trump anakuja anasema Trump amesema ifanyike lakini kwa gharama za watu wa Ulaya. Kwa hiyo Wamarekani waliplani kuvujisha na hii chuki yao ya wazi kabisa kwa watu wa Ulaya. Ndugu zanguni, wa Amerika sio miungu. Roma alitawala dunia zaidi ya miaka 1000, akaonekana kama vile ndio Mungu. Unajua wa Roma ulikuwa ukiwakataa huwezi kwenda mbinguni. Wa Roma wana ile sadaka yao, padri asipokupa unaumwa, ukifa uende mbinguni. Unaijuaga ile? Imagine Roma ilifika sehemu kwamba usipopata huduma yao huwezi kwenda mbinguni. Sasa hii Amerika ya leo watu hawaamini kwamba inaweza kufanya mistake. Elimika usiwe msomi.